Mambo vipi mtazamaji wa Mwananchi Digital? Jina langu ni Victoria Mekedi. Leo tunakuja mbele yako na moja kati ya kipindi ambacho kwa namna moja ama nyingine kitakufunza mambo mengi, hasa kwa wale watu ambao unawaona mbele ya kamera lakini behind hujui mambo ambayo yanawakuta wewe. Kama unaachwa ujue na mastaa pia wanaachwa bwana. Kama wewe unamtongoza mtu mwaka mzima kukubali, jua na kuna watu ambao wewe unawatazama unaona kama huyu akimuita tu mtu mara moja anamuitikia, kumbe na yeye ana struggle kama ilivyo kwa wewe. Kwa hiki ni kipindi cha nyuma ya kamera ambacho kitakwenda kukujuza kile ambacho watu mbalimbali maarufu wanakipitia ambacho wewe hukifahamu, lakini hapa sisi tutakufahamisha. Mimi ni Victoria Mekedi, niko hapa na Olipa Asa pamoja na Robi Chacha. Hawa watakwenda kutudadavulia mambo ambayo mastaa wanayapitia, lakini kwa upande wa dada Olipa leo atatuambia mezani tuko na msanii gani na nyuma ya kamera ametuelezea kitu gani ambacho yeye amewahi kukipitia. Olipa, karibu. Asante sana. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Olipa Asa, ninafanya nyuma kamera. Nimefanya na wasanii mbalimbali ambao wameelezea maisha yao tofauti na yale ambao wanaonyesha kwenye kamera. Mara nyingi wakionyesha kwenye kamera wanakuwa na furaha, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo wanavipitia kama binadamu. Mfano moja wapo wa msanii wa Bongo Flava, Ben Paul, niliwahi kufanya naye makala nyuma kamera. Alizungumzia vitu vingi ambavyo hata mimi vilinishtua kwamba hata yeye mwenyewe pia anapigwa matukio ya kimapenzi. Moja ya tukio aliwahi kuniambia ni alimpenda msichana mmoja hapa Tanzania. Lakini yule msichana alikuwa na picha ya Ben Paul. Kwamba kila anachoimba kwenye nyimbo ndicho maisha atakayoenda kuishi mle ndani. Moyo mashine, moyo mashine. Zile nyimbo za kutoa na out TV anapokuwa location. Kwa yule mwanamke mara nyingi alikuwa anataka muda Ben Paul mwingi watumie, mara wameenda visiwani huko kula bata, akisahau kwamba ile ni kazi yake na anahitaji kufanya kazi zingine zaidi ili aweze kufanya nini, kutengeneza pesa za kumtunza. Sasa baada ya kuona hivyo akaanza naye kufanya matukio ambayo Ben alisimulia kwamba yalimuumiza. Kwa alichokifanya akazima simu kutafuta namna ya kuhiru. Alikaa kama wiki mbili hata familia yake haimpati haijui alipo. Ila yeye sasa alifanya kituko zaidi, kumwacha mtu bila taarifa. Alipozima simu akaona yeye moyo wake umehiru, anaendelea vizuri. Basi yule mwanamke anampigia, anamwambia mimi tumeachana na maisha mengine yanaendelea. Kwa kwanza akajipa kwanza mwachaji kwanza akajipa space akazima simu ya kujitafuta ili amwache. Robi, niambie kisa cha Ben Paul. Kwanza kuna vitu kama viwili kama umeviona hapo. Kabla hajatangaza kwamba mimi nimekuacha, kajitafuta kwanza yeye mwenyewe, kakusanya nguvu za kumwacha. Alafu akaja akampa taarifa baadaye yeye kashapona. Kitu ambacho watu tunaachanaga tu huko mtaani, bwana tuachane, unalia huko, kumbe mwenzako hujui alokuambia hivyo. Kumbe yeye kashajitafutia mwaka mzima alikuwa na mpango wa kukuacha. Wewe unakaa sana na mastaa. Hebu niambie, ushawahi kusikia hizo story kwamba jamani nimeachwa ghafla? Hizo stories zipo. Kwanza nikizungumzia kwa upande wa Ben Paul, umesema kwamba alimtungia wimbo, si ndio umesema? Nyimbo zile anazoimba. Hiyo ni kawaida kwa mastaa. Unaweza kaa yani mastaa ambao sio kama nakaa nao, yani wanakuwa kwenye shughuli zao nyingi sana. Kwa mfano nikimchukulia Juma Nature, kama ile nyimbo yake inaniuma sana, alishakuwa na nani na Sinta, matokeo yake siku ya siku akaachana, akaja akamtungia wimbo kama huo. Kwa hiyo naye Sinta akawa anahisi kwamba ule wimbo nimeimbiwa mimi na mashabiki nao wameimbiwa wewe. Ukimchukua Slay naye na yule Tesi hivyo hivyo. Nyimbo zote zile za mapenzi anazoimba Slay anamuimbia Tesi. Hata mimi shaiki kumhoji ya Slay siku moja, hizi nyimbo mbona za mapenzi sana, ananiambia mimi yani katika wanawake ambao wameniumiza ni Tesi. Kwa hiyo nikiimba hivi kama najisikia faraja, pengine anaweza kanaonea huruma. Hivi vitu kama hivyo. Sio tu huyo, kuna Diamond naye pia nyimbo za mapenzi akitendwa tu au ukimtenda tu anakutungia nyimbo. Sasa kuhusiana na masuala ya kusema kwamba sijui wanavyoachana, mtu anajisema hii ni kawaida hata kwa mastaa, kwamba yani wao wanakuwa pamoja na kuachana. Maisha tunayoishi sisi yani sisi watu wa kawaida na maisha wanaoishi mastaa ni kitu hichi kimoja. Tofauti yao ni kwamba wale ni watu maarufu, sisi tunasema ni mastaa, sisi ni watu huko. Wapo wengine kabisa wanalia, wengine mpaka wanashindwa kula. Mimi kuna baadhi ya mastaa kabisa, unaweza ukampigia simu anakuambia niko sehemu fulani njoo. Ukifika pale anakuambia bwana mimi yani sijisikii vizuri,
mtu fulani tena star fulani, star mwenzie amemuumiza, anashindwa kula, hajibu message, basi mimi nakuwa ndo jukumu lile za labda kama ndo mtu wangu wa karibu, kama wote na wamudu, basi nachukua pale ndo simu tena, na mimi ndo naanza tena kupigia simu. Ikipokelewa simu kule, huyo akitaka kupokea simu, ongea na mtu fulani, simu inakatwa. Kwa hiyo mambo haya yapo kote, sio tu kwa mastaa, mpaka sisi wengine watu wa kawaida. Watu wa kawaida. Hivi hapa naomba uniambie, ushawahi kupitia hiyo scenario kwamba mimi wewe huyo kaka ambaye labda uliwahi kuwa naye, ushaona kabisa mimi hii rada hamna mahali tunafika. Alafu mimi nishampigia plan, mimi unamwacha. Wakati yeye anaendelea tu kuendelea na maisha kama kawaida, akijua yenyewe mko sawa. Kumbe wewe moyo unashasema mimi huyu juu ninamwacha. Ishaye kutokea kwamba unampigia hesabu mtu kwamba unataka kumwacha afu yeye mwenyewe ajui, afu mwisho wa siku unaachana naye kimya kimya. Namwambia tumeachana ile siendelee kunisumbua kunipiga kwa sababu tumetofautiana. Kuna mwingine anaongea sana, mwingine anafanya sana vitendo. Mimi nadhani niko miongoni mwa watu wanaofanya vitendo. Viwe vya kukupendeza tukiwa kwenye mahusiano au viwe vya kukuchukiza. Yaani kwa hiyo ikifika time ya ile ya mimi na mtu basi namwambia ile siendelee kupoteza muda na wala siendelee kunisumbua. Kwa hiyo namwambia tu mimi na wewe naona tumeshindwana sehemu fulani. Kwa sababu najua kuachana sio uadui. Mwanze kwanza yani huyo asemee kile mara kile, ingawa mimi iko tofauti, mwingine kubeba kitu kinakuwa ni kigumu sana kwake. Alafu mwingine analichukulia ile jambo kwamba nimekubali, acha niendelee maisha mengine. Benpo ameelezea ya kwake. Lakini mniambie Robi, jambo gani unasema hili bwana ukilifanya mimi hata umefanyaje utaachwa kwa ghafla tu? Yaani akilifanya wewe mtu wewe mtu wako uliyekuwa naye. Mimi kwa kweli yani fanya mambo yote, lakini kikubwa uongo. Mimi mtu kwa hata akikuchiti sawa. Mimi ni chiti, lakini kunichiti kwenyewe uniambie. Niambie bwana, mimi wakati unanifuata. Wewe unichiti yani ndani kabla sijaingia. Lakini tayari wewe unanifuata. Afu uniambie kama una mke, una wanawake sio wengine, au tabia yako unaificha ficha. Ila siku nikija kugundua afu tayari mimi ndo nilishazama. Hapo mimi ndo nakuacha sababu ni muongo. Mimi nachotaka kufanya hivi, wewe nifuate. Ukishanifuata bwana, mimi Robi nina mke. Nina wanawake wawili. Au michepuko hiyo. Wewe watatu. Mimi watatu. Yaani mimi ndo nilizike mimi kwamba mimi sasa mimi naamua kuingia kwenye dini la mapenzi. Hapo sawa. Unaniambia nini ukweli? Hata kama nikukuta na wale watu, hata kama ukiniambia ndio yule ninakwambia, najua ndio kumbe ndio yule. Hata kama sio yule. Lakini sasa unajifanya wewe msafi kwamba una mambo, sina mke, sina mchepuko, ni wewe tu. Alafu sasa siku unaje kukuta na mtu mwingine, umenidanganya. Kwa kweli mimi hapo kwa kweli sipigani, sifanye nini? Hapo ndio hapo kunakuwa mwisho. Yaani ni hivyo tu. Ulipa Benpo alifanywa kitu gani mpaka akaamua kumwacha udada kimya kimya, zaidi ya hayo mambo kwamba udada anataka maisha yale ya anayoyaona kwenye nyimbo, kwenye mitandao ndo yaletwe kwenye maisha yao? Benpo yeye alivyoelezea na vitu vingi vya kufanya nje na muziki. Nadhani ni barozi wa UN kama sikosei, kama bado anaendelea na hiyo kazi. Alihitaji mtu halisi ambaye anajua nini wanakihitaji kwenye maisha yake, hakuhitaji mtu feki. Kwa sababu alisisitiza kwamba hata kama yani huyo mtu alikuwa anamng'ang'aniza, hadhani kama huyo mtu hata Benpo angeondoka leo anaweza akajisimamia kwenye kipato ambacho alikuwa anakihitaji kwa Benpo, kwamba watatoka kila siku. Na alihitaji kumjenga mwanamke imara ambaye anaweza kuwa na misimamo na anajua nini anafanya katika maisha yake. Lakini alivyoona amejaribu mara nyingi imeshindikana, akaamua achukue time. Sasa yeye Benpo ana msimamo. Nataka mwanamke mwenye msimamo. Yeye mwenye msimamo huo anao. Sasa siwezi kumsemea. Umeona? Yeye binafsi ongea na Benpo peke yake. Yeye mwanamke ulimtafuta akazungumza. Ndio maana hakumtaja kwa sababu ana maisha mengine. Ana maisha mengine. Sawa. Yeye mwanamke ana maisha mengine alishamove. Mimi nataka kujua kitu kimoja. Dauli kuwa na yani kuwa na mtu ambaye maisha yenu haishi tu kwenye mahusiano, ana fit kwenye maeneo tofauti. Anaweza akawa msaidizi kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye nini. Yaani kuna msaidia vipi mwanamke au mwanaume kwenye maisha ya mahusiano? Inategemea. Huyo mwanamke upo naye kwa ajili ya nini? Yeye alikuwa naye kwa kumtazama kwa ajili ya future, kuwa mke na mume. Kwa aliona wameenda muda mrefu. Afa kagundua huyu sio mke, ni girlfriend. Na ndani na tukio juu na baada ya kumpata tajiri katika mkoa ambao pia sitaweka nani wewe alimpata tajiri huyo mwanamke. Kwa hiyo siwezi kufafanua sana kwa sababu hata yeye pia hakuhitaji lifafanulie hiyo, kwa kuheshimu hatua ambayo mwanamke yuko nayo. Alikutajia lakini alinitajia nyuma ya kamera ambayo hakutaka liweke wazi kwa ajili ya heshima yule mwanamke. Ameendelea na maisha yake, hakuona kama ni ustaarabu
kwanza tena kumzungumzia mtu ambaye yuko kwenye maisha ya mtu mwingine. Okay, kwa kumbe shida zilianzia kwa mwanamke mwenyewe, mambo hayo ya mtu mwenyewe alishatokea mapema tu. Yeah, lakini pia sio huyo tu. Mimi nime experience kwa wanaume wengi wanakuambia mtu akimpenda hajifichi. Huwa anajitolea kwa kila kitu kwake. Hicho ndo alichokifanya yeye. Lakini alivyoona ndo hivyo hayawezi kubali. Na si huyo tu, nadhani hata kwa wanawake. Kwa kila hicho kisema Robi, mimi niwahi kufanya makala hiyo pia na Tabu Mtingita, yule mchekeshaji. Yeye alizungumzia, yani mwanaume akimsumbua kama wameshindwa kuelewana, nadhani anaenda kwa njia anaisha tu hapo. Ila Robi, anaendelea na ustaarabu mwingine. Robi, unachukua muda gani kumweka mtu moyoni kwamba kusema yani huyu nimempitisha? Mimi sinaga muda. Yani mimi tunapoanza hapo gani napoharibikia napoelezewa. Tunaanza na watu tunaisha tunaishia. Mambo tunachukua muda. Kadri tunazidi kuendelea kuishi ndio tunajua huu ni muda gani. Nikianza kuhesabu muda kwa maana simtaki yule mwanaume. Wewe tunaingia kwenye dimbwi la mapenzi, tunaendelea tunaanza safari hapa. Tunakapoishia ndo hapo. Yaani hapo. Yaani unaambiwa gani napoharibikiwa ndio inapotengenezwa. Unaita fundi bwana tengeneza hapo. Safari imeisha, tunaangalia mambo mengine. Alafu yani ukiwa na mtu, vitu gani ambavyo wewe unapenda labda kumfanyia na unasema sasa yani hiki ninachomfanyia mimi hawezi kuja kukisahau? Vitu gani zaidi ya upendo? Hakuna vitu gani. Unataka niongee vitu gani? Hamna, yani niongee jamani hapa. Robi, kuna yule mtu mwingine yeye love language yake labda ni zawadi, anamletea mtu zawadi, sio nini, anampa hela, mtu hela ya mafuta hiyo. Sasa mimi katika kitu ambacho na naongea hapa sasa ndio watu tena wanaanza kulifuata hivi. Katika kitu ambacho mimi nilichonacho kwenye mapenzi. Yaani pesa siweki mbele. Yaani ninachotaka mimi wewe unipende, tupendane. Nipende, nikupende, tupendane. Pesa inakuja tu baadaye. Ndio maana sio sababu ndio maana siendelee. Siweki mapenzi pesa. Kwa hiyo kwamba sisi anipe pesa. Yaani pesa inakuja tu baadaye. Tuangalie upendo tunaishi. Olive, mtuambie. Kuna mtu mwingine anasema jamani, pata pesa tujue tabia yako. Umeelewa? Yaani mtu unakuwa naye vizuri tu, wakati hana pesa anakuwa na rangi nyeusi. Sawa. Akija kuwa na pesa anakuja kuwa na rangi nyeupe. Kumbuka labda yeye moyoni mwake mwanamke anayemvutia zaidi ni mwanamke labda mwenye shepu mweupe na vitu kama hivyo. Lakini hana hiyo pesa ya kumpata. Alafu akija anapata pesa, sasa anaenda kufocus na yule. Ndio maana wanawake wa sasa hivi wanakataa kuwa na mwanaume ambaye mkono mtupu wa ulambu. Niambie Darobi, kwangu mimi binafsi sijui. Mapenzi na pesa yanaenda au mapenzi makavu pia yanaenda? Ni malengo ya mtu. Mimi binafsi napenda kuwa mwanamke ambaye anajisimamia kiuchumi. Sipendi kuwa tegemezi. Kwamba yani kwa nini niwe kipato? Kwa maana kusema eti mwanaume ni mimi nime experience kukutana na watu wenye pesa kwenye maeneo mbalimbali. Ambao wako kawaida tu. Na ukiwakuta kwenye mazingira ya miradi yao unaweza ukakataa, sio wale ambao wanaonekana kwenye TV. Nili experience kujifunza vitu kwao kwa nini wako vile. Sana utakuta watu wanaowazunguka ndo wana hizo mambo za kujionyesha mimi na kitu na kile, lakini mapenzi hayo ya kujionyesha kwamba mtu ana pesa. Kwa hiyo mimi nadhani hata wewe unazikuta huko unatakiwa kujielewa ni nani. Unakutana mtu unasema kwamba huyu mtu ana pesa. Mwenye pesa anajulikana. Yaani mtu akatoka hivi leo akavaa vizuri akawa na gari nzuri. Siku zote wanapandisha magari. Mtu wale ambao wanakimbilia mtu akiwa na pesa basi lazima awe na gari, awe na nyumba nzuri, hakuna. Vitu kama hivyo yaani wachache sana mpaka mtu ukae naye umchunguze. Siku hizi magari yanakodishwa kwa siku shilingi 50,000. Kwa wiki 200,000, 300,000. Mtu anachukua gari pale anaendelesha, anasema huyu gari kama la kwake vile. Wewe wale wenye roho za kufuata mapenzi magari, mpenzi wangu ana gari. Anakufuata wiki nzima na gari. Wiki nzima anakufuata na gari. Unajua yeye huyu hapo yeye. Akibadilisha gari, nimebadilisha gari kumbe kabadilisha sehemu ya gari. Nyumba za kupanga watu wanaambiana bwana, mimi mshikaji wangu leo liko hivi, mtu anakupiga frame ya picha anaweka pale, hapa ndo kwangu. Na ndio maana sasa hivi watu wengi sana mabinti wanadanganyika kwa sababu tamaa ya pesa. Kwa hiyo natakiwa mtu ukae unaangalia huyu mtu ananifuata. Usiangalie mtu huyu ana hiki na hiki na hiki na hiki. Mapenzi ya pesa yatakuja baadaye. Sio eti sababu unajua kabisa nikimwangalia hapa anodi hapa huyu ana pesa hapa. Kumbe unayemdharau ndio ana pesa. Ndio ana pesa. Usimdharau kumbe ndio. Alafu kingine ambacho mimi nakiona, yani ni malengo ya mtu binafsi. Wewe unataka kuwa nani? Mimi napenda kuwasoma wanawake waliofanikiwa. Haijalishi wamefanikiwa kwenye umri gani. Mfano nilikuwa nafuatilia sana story ya Oprah Winfrey.
Ni Marekani udada, anahoji watu wengi maarufu wakubwa, akiwemo aliwahi kumhoji Barack Obama na familia yake. Lakini historia yake, aliwahi kubakwa huko akiwa mdogo. Alipewa mimba akiwa mdogo. Hiyo haikumfanya kwamba yale mazingira aone ataua ndoto yake. Amepambana sasa hivi ni kati ya wanawake wenye ushawishi duniani. Kwa hiyo mimi sijui mtu ambaye anakuwa na mtazamo wa kusema labda si nimchukulie nani, siwezi kutaja jina mtu yoyote hapa la mwanaume kwamba huyu sasa mimi nikiwa nao ndo maisha yangu ametoboa. Wewe ni nani? Kwenye kwanza wewe ni nani? Legacy yako unayoiacha wewe ni nani? Kwa sababu kila mtu Mungu amempa kitu cha kufanya kwenye dunia. Kama wewe unakiwa cha kwako, unaenda kwa yule mwenye pesa. Alafu wenye pesa sio wajinga, watakutumia tu. Wanataka mtu ambaye anawasaidia hata ile kwamba hapa hiki kimeenda hivi, unakushauri ufanye hivi ili kiongeze zaidi. Wewe kila siku unachota, hakuna unachomuongeza yule mtu akaendelea zaidi. Wenye pesa wakai na watu wajinga, wanawatumia watu wajinga. Robi, kuna msichana saizi hapa anakuangalia au kuna mvulana saizi hapa anakuangalia, alafu maskini ya Mungu aliachana na mtu wake kimya kimya au aliachwa kimya kimya kama alivyofanya Ben Paul kwa sababu tu ya mambo ya pesa na mapenzi. Kitu gani ambacho unaweza ukamwambia? Anza na mwanamke then malizia na mwanaume. Sana ingia na wewe mwanamke, binti. Acha tamaa kwenye mapenzi. Kwenye mapenzi hakuna tamaa. Ukika mapenzi kwenye tamaa utaishia pabaya. Daolipa? Yani mimi naweza kuambia wajithamini. Hicho tujithamini, ujijue wewe ni nani, unatakiwa kufanya kitu gani. Na uzuri kuna viongozi wengi ambao wako na nyadhifa za juu ni wanawake. Kwa hiyo yani lazima ujue mimi ni mwanamke, nina thamani kubwa kuliko kutumika. Pigania ndoto yako. Yani pesa ya kutafuta mwenyewe ni nzuri. Ni nzuri sana kuliko ya kupewa. Ya kupewa ina mambo mengi. Alafu wewe mwenyewe unakuwa unaua kitu ambacho uko nacho. Hatukatai mkipendana kweli mwanaume kumtunza mwanamke wake ni kitu ambacho ni kawaida, lakini sio mwanamke unakuwa na mentality ya naenda kwa mtu fulani kwa sababu na pesa. Hiyo ni akili mbaya. Wanawake sasa hivi wana nguvu, wanaweza akajitafutia. Wewe tafuta kitu chochote, fanya. Unaweza kaanza kwa ugumu lakini baadaye ukapata experience kikake, njia ikafunguka. Kuna kitu ambacho kinaanza moja kwa moja. Mapenzi ni swala la muda. Yaani muda wako ukifika basi utaona. Na huwezi kusema muda wote mtawaza mapenzi. Kuna kuwaza maisha. Unataka mtu yuko na mtu fulani lakini unakuwa hana pesa, baadaye unapata pesa. Na hicho ndio kilicho muda. Mapenzi ni swala la muda. Pesa ni swala la muda. Na hicho ndio kitu ambacho kupendana, kuaminiana. Mtazamaji, leo ndo tumeanza. Hii ni Nyuma ya Kamera na leo mambo yalikuwa yameanza kwa moto vibaya mno. Kwa unaweza ukajua kipi ambacho Olipa anakiwaza, lakini pia kipi ambacho Robi pia anakifahamu kwenye upande mzima wa mahusiano na yale ambayo wao yaliwahi kuwakuta nje na yale ambayo yamewahi kuwakuta Masta. Na mengine Robi hapa anasema hajayamaliza. Kwa wakati mwingine. See you next time, naamini tutakutana tena. Nawaambia wanafuatilia nini? Nyuma ya Kamera kila Ijumaa. Nyuma ya Kamera kila Ijumaa kwenye gazeti la Mwanaspoti unakutana na star wako pendwa anaelezea kisanga ambacho yeye kimewahi kumkuta kwenye upande wa mahusiano. Whether anaweza akawa ni star wa mpira, muigizaji, mwanamuziki, yoyote, mchekeshaji, yoyote yule, lakini sisi tutakuwa hapa ambaye wewe umechelewa kupata gazeti, sisi tunakuletea story kamili na uchambuzi jinsi ulivyo. Niko na mama star wangu Olipa hapa na Robi Chacha. Wao kwenye haya maswala ni hivi. Nyuma ya Kamera ni Peter, mimi ni Victoria Melkiadi. Bye. Bye.